Ukiangalia kwenye eneo la midfielder, mimi nahisi ndio eneo ambalo limekamilika sana kwa kipindi hichi kwenye timu ya Uholanzi, kwa sababu mwenyewe kama kocha unapata ugumu uanze kucheza na nani. Kuna mtu kama Frank de Jong, kuna mtu kama Ryan Gravenberch, kuna Koopmeiners, japokuwa Koopmeiners pale Italia hakuwa na msimu mzuri kipindi hichi. Kuna Tijaan Reinders, watu wote wanafahamu uwezo wake kuanzia yuko AC Milan. Hapa katikati aliyekuwa introduced na Pep Guardiola kwenye mechi 5 za kwanza za ligi, lakini baada ya mwenye nyumba Rodri kupona na watu ile click yake ya Rodri na mtu kama Bernardo kurudi, ilibidi yeye na Nico Gonzalez mmoja amue kukaa bench, na kwa ubaya zaidi walikuja kukaa wote, Tijaan Reinders na Nico Gonzalez. So una Frank de Jong, una Gravenberch, una Koopmeiners, una De Roon, una mtu kama Quinten Timber, una Wifa, bonge moja la mchezaji Wifa, ambaye nafikiri ni kijana ambaye amekuja kuchukua experience. Na hisi hatocheza sana Wifa, lakini nafikiri hii ni kumleta kwa ajili ya kumuintroduce kuja kuwa mchezaji mzuri mbeleni. Tukija kwenye eneo la ushambuliaji, ambalo hilo ndo niko na tatizo nalo sasa hivi, kumuita mtu kama Memphis Depay sio maamuzi mabaya, lakini maamuzi magumu, kwa sababu ligi anayocheza sasa hivi ni ya Brazil. Namba haziko nzuri sana Brazil. Una mtu kama Brobbey amejitahidi kucheza kwa msimu bila majeruhi, lakini bado namba zake haziko vizuri. Nafikiri labda Kluivert ana majeruhi mengi sana hapo Bournemouth, na yeye sidhani kama atakuwa na ile sharpness inayotakiwa kwenye World Cup. Kuna mtu kama Malen, huyo ndo pekee ambaye nahisi ndo anaweza kuibeba Uholanzi mgongoni kipindi hichi kwenye striking force. Game time, tuonavyo sisi.